Maandamano ya Disemba 9 katika nchi jirani ya Tanzania yazidi kuzua reactions tofauti kwenye mitandao ya kijamii, huku Gen Z wakikataa kabisa, wakisema kwamba wanataka Mama Samia Suluhu aweze kujiuzulu ama hawamtaki kabisa. Ukiangalia katika streets pia watu wengi pia wanazidi kuunga tu Gen Z mkono, kwa sababu wanataka Mama Samia aweze kujiuzulu kutokana na maandamano ambayo yalipita. Kumbuka pia kulikuwa na ripoti ama taarifa tofauti ambazo pia asiliweza kuwahusunisha watu mioyo, kwa sababu kuna watu wengi ambao waliweza kupoteza uhai katika yale maandamano ambayo yaliweza kupita. Lakini hii ya leo pia imekuwa tofauti sana, kwa sababu ukiangalia maandamano ya Disemba 9 yanaonekana kuwa ni mazito na ni makubwa, kwa sababu watu wengi wameweza kujitokeza. Ukiangalia pia viongozi wa madini na pia wa kiserikali wanaiongelea ile maandamano, na pia watu wengi wameweza kujitokeza wakiwemo wale wa serikali ili kuweza kushiriki yale maandamano, kuweza kutaka kumtoa Mama Samia Suluhu kwenye kiti. Kumbuka issue hii imekuwa ikizua reactions tofauti pia kwenye mitandao ya kijamii, na pia wasanii ambao kuna rasilimali ama mali ya wasanii wengi waliweza kupoteza pesa mingi kutokana na issue ambayo waliweza kuingia politics. And of course ukiangalia katika orodha ama katika wasanii ambao waliweza kumkampenia ama kumuunga mkono Mama Samia Suluhu, waliweza kupoteza biashara zao kimuziki. And of course pia wengine maduka ya kwao kuweza kuteketezwa kutokana na mambo ya politics ama maandamano ambayo yaliweza kupita. And of course katika maandamano ya leo Gen Z wamejihami kabisa na kutaka kuingia katika ikulu ili waweze kumtoa Mama Samia Suluhu, wakisema kwamba hawamtaki kabisa, kwa sababu ukiangalia Tanzania wamekuwa wakimkataa kabisa kwa muda mrefu na hawamtaki kutokana na issues tofauti. Ukiingia kwenye mitandao watu wengi pia wamechanganyikiwa na hii issue, ama watu wengi pia wameshindwa kuelewa kabisa, kwa sababu ukiangalia maandamano ambayo Gen Z wanaifanya siku ya leo ni mazito sana, na watu wengi pia wanafuatilia ile story ama ile issue kwenye mitandao ya kijamii. And of course Gen Z wamejihami kabisa, wakisema kwamba wanataka kuingia katika ikulu ya Tanzania kuweza kumtoa Mama Samia Suluhu, wakisema kwamba hawamtaki kabisa na wamechoka na yeye. Ukiangalia pia wengine wamepoteza uhai katika maandamano ya leo. And of course tunasubiri tu ili tuweze kupata ripoti kamili kutokana na watu ambao wameweza kupoteza uhai, ama tuweze kujua ni watu wangapi wameweza kupoteza uhai, kwa sababu kumbuka maandamano ambayo yaliweza kupita tuliweza kusikia ama waliweza kutangaza numbers ambazo ziliweza kuacha watu wengi vinywazi, kwa sababu ni watu wengi sana waliweza kupoteza uhai. Na maandamano pia ya siku ya leo imeacha watu wengi wakiwa na wasiwasi, kwa sababu kuna wengine ambao familia za kwao pia zimejitokeza na zinashiriki katika yale maandamano. Of course wako na wasiwasi mkubwa, kwa sababu kutokana na namba ambayo iliweza kuripotiwa katika maandamano ambayo iliweza kupita ni namba ambayo iliweza kuwashtua watu wengi sana kwenye mtandao. Ukiangalia kwa sababu ilisemekana kwamba watu waliweza kufariki zaidi ya 3,000, kitu ambacho kiliweza kuwashtua watu wengi. And of course katika issue ya leo tunazubiri ili tuweze kujua ni namba sama watu wangapi wataweza kupoteza uhai, kitu ambacho pia ukiangalia kwenye mitandao kuna baadhi ya watu ambao wameweza kupoteza uhai katika kushiriki yale ya maandamano ya Disemba 9 katika nchi jirani ya Tanzania, kwa sababu hatuelewi kabisa na wanasema hawamtaki kabisa Mama Samia Suluhu. And of course Trendy Reports tunazidi kufuatilia ili issue ili tuweze kukuletea update ama tuweze kukubasha ni nini kinazidi kuendelea kule Tanzania. Kitu ambacho unafanya kama ni mara ya kwanza uenda kupata na video kwetu, usisahau kusubscribe na kushare video kwetu ili ukuwe wa kwanza kupata updates nyingine ambazo tunazidi kukuandalia, ama videos nyingine ambazo tunazidi kufuatilia ili tuweze kukuletea katika YouTube ya kwetu ya Trendy Report. Zidi kutufuatilia, kwa sababu siku ya leo tunakupa full story ama tunakupea habari na updates zote za maandamano ambayo inazidi kuendelea kule Tanzania, kwa sababu hapa ndipo nyumbani ambapo unapata stories na mambo ambayo ina trend kwenye mitandao ya kijamii.